nishaweza kumpata hapa. Kwenye sekunde chache nitakuwa ninamweka kwenye live and exclusive kutoka Afrika Kusini mpaka Bujumbura. I hope hii imekuwa na nafasi kubwa sana, maana nimekuwa nikipata text nyingi za watu wakinieleza mheshimiwa lazima ala kulihali tuhakikishie tunapata namna gani ya kumsikiliza Wanda live and exclusive kutoka hapa 26. My brother, welcome again. Yeah, mzee baba, nashukuru. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Samahani sana kama nitakuwa nimekusumbua kwa asubuhi hii mheshimiwa. Bila samahani mzee baba. Okay, karibu tena na tena RMFM na kusikiliza mheshimiwa. Uko salama lakini? Yeah, nashukuru sana. Nipo fresh. Vipi wewe? Mimi niko vizuri, namshukuru Mungu. Mheshimiwa, kabla ya vyote hatujaangazia maswali yote ambayo nilionayo kuhusiana na sekeseke between wewe na management ya Empire. Kwanza ningekuomba kitu kimoja ndugu yangu, kadri uwezavyo ujitahidi uwape watu yani ukweli uliopiwa, yani ule ukweli usiochangwa na kauongo hata kadogo. Alafu kitu kingine chenye ningekuomba ujaribu kufupisha ili tupate namna gani muda uwe mwingi tupate kuuliza maswali mengi kutokana na muda wote vile ulivyomfinya. Na imani kwamba utakuwa umenisaidia sana. Okay. Yani ukweli tufikirie tena part 1 ama tunaenda mbele ama mimi nadhani tungeangazia kwenye maswali zaidi, kwa sababu saa hizi naona maswali ndio yamekuwa mazito na yanahitaji kupatiwa majibu. Kwa kuwa alianza kuposti mtandaoni ni wewe. Kitu gani hasa kilichokupeleka kuposti mtandaoni mheshimiwa? Mimi kitu ambacho kilinisababisha mimi niposti mtandaoni ni kusema hii tabia ya huyu kijana imeshajirudilia sana kwa manager yani. Na kuna kitu inabidi mjue kwenye muziki kuna kitu kinaitwa timing. Unaelewa? Yani mwenzio akikutime tu wewe ndo unafeli. So mimi kitu ambacho nilitumia tactic mbili. Nilitumia timing na pia nilitumia tactic ya kusema ni wape kisomo Warundi wote wale ambao huwa wanachukulia kwamba management ndio huwa ina makosa. Na jinsi gani sisi tutaikaa chini tupiganishe hili jambo litaisha kivipi ili muziki wetu songe mbele, kwa kusema muziki hauwezi kusonga mbele na japo tuna matatizo kama haya. Ya ndo nikaamua kufanya nini, kwenda kwenye mitandao ili watu wakue yani watu walete watu wapatie manani kama jinsi gani watu wanatupa maoni mpaka hivi. Lakini mheshimiwa, kwa nini ulifika mbali mpaka kuanza kueleza mambo ya ndani ya mwanamuziki wako ambaye bado mlikuwa hata mjavunja mkataba, ukaanza kueleza masuala ya nyumba kwamba hana pesa, ulimlipia mambo kadha wa kadha? Lakini mheshimiwa, no, yani kifupi tulikuwa tumeshavunja mkataba kiundani, ila tulikuwa hatujavunja mkataba kiofficial. Yani kwa kufikia afanye kitendo kama hicho, kusema yani Uganda bila mimi kujua kote shughuli kuna swala bana. Na kusikiliza mheshimiwa. Yeah. So ndo hivyo yani. Okay. Yeah, ndo hivyo yani sisi tulikuwa tumeshavunja mkataba wetu yani kitambo tu. Tulikuwa tumeshaambia mzee baba, hapa hii tabia yako mimi nachoka, siwezi nikaendelea na hii tabia, kwa kusema sio ndo mara kwanza unafanya hichi kitendo. Yani si kwa simu tulikuwa tushamaliza mkataba, ila official ndo bado mlikuwa hamjajua vile. Okay. Kwenye press conference nilipata nafasi ya kumuuliza swali kama vile nilipata nafasi ya kuuliza maswali mengi. Moja kati ya swali ambayo nilimuuliza swala zima la pesa, kwa sababu tatizo linaloleta ama shida iliyopo sasa hizi ni masuala ya pesa, kwa kuwa pesa hujaona ya shows zote ambazo zilizofanya. Akanambia kwamba wewe huna account Burundi na ulikuwa ukituma ndugu zako waje kuchukua pesa, ndio penye pesa ilipoishia hapo. Yeah, hivi mzee baba, hivi kweli unaweza kukubali hao ambao wanaongea? Mimi natumia Visa card. Yani mimi nina card international ya FNB. So mtu ukisema yeye ambaye sio ndugu yangu ni mtume aenda niwekee hizo pesa kwenye benki, una uhakika ataziweka lini, na akiziweka ataweka kwa hiyo muda ambao unautaka ama vipi? Mtu ambaye hataki kuwapa wa ndugu zako, yani mamangu, mdogo wangu, hataki kumpa haki yangu,
kweli una uhakika anaweza kukuwekea hizo hela kwenye benki? Anasema kwamba eti ndugu zako walikuwa wanakuja kuchukua pesa nyumbani kwake mheshimiwa. Yani alikuwa anawapa kwa muda ambao anautaka yeye. Yani wanaweza akaenda kuchukua pesa, anarudi kesho anambia leo hatujaenda kuchukua kwenye benki, ziko benki, anarudi hatujaenda kufanya nini, na japo ni hela za show. Akikupa hela hauwezi kaenda kuziweka kwenye benki au jamgawia mtu hela zake. Kwani utachukua hela ambazo sio za kwako unaweka kwenye akaunti yako? Kwa kusema sisi mambo ya benki tunayajua. Kipindi unaenda kudeposit pesa benki wanakuchaji, na kipindi unaenda kuretire wanakuchaji. Sasa wewe utachukuaje pesa sio kwa yako unaenda weka tena kwenye akaunti yako, akisha ukubali tena wakuchaji kuingiza na kutoa? Lakini unakubali kwamba alishawahi kuwapatia ndugu zako pesa, kiasi cha pesa, na unakifahamu hicho kiasi cha pesa alichopatia ndugu zako? Yes, ameshawahi kuwapa kiwango cha pesa, na hicho kiwango amewapa sio ndo kiwango ambacho kilikuwa kwenye mahesabu yetu. Yeah. Okay. Na kuna swala ambalo aliliangazia zaidi na kusema kwamba watu mmekuwa mkija kufanya kazi na yeye, mmekuwa mkikosa plan marketing. Nieleze hilo mheshimiwa. Ni kweli mmekuwa mkikosa plan marketing na ndio maana hafiki mbali, na ndio maana amekuwa kiwafikelea mbali? Yeah, unajua kuna kitu ambacho nitataka niombe ruhusa. Kuna kitu ambacho nitaplay kwa kuwa after ile press conference kuna audio ambapo niliachia voice note fulani ambapo inapa majibu ya hiyo press conference yao yote. Unanielewa? Mimi kipindi niliona kwamba huyu jamaa sio mwaminifu kwangu, kuna kitu fulani kinaitwa ujanja. Yani kila apele yake yote ilikuwa recorded, yani ilikuwa na record kila apele yake. Lakini kwa nini ulikuwa ukifanya hivyo mheshimiwa? Kwa nini ulikuwa ukifanya hivyo awali, na wakati ni mwanamuziki toka mapema mlikuwa ukifanya naye kazi ulikuwa ukimrecord? Lakini mheshimiwa, samahani, lakini hello, nakusikiliza. Kwa nini ulikuwa ukimrecord? Nauliza swali, kwa nini ulikuwa ukimrecord toka mapema? Hello mheshimiwa. Nilianzia kukua na hiyo idea ya kumrekodi kwa nilipatwa na hiyo idea ya kumrekodi kipindi niliona kwamba there's something wrong kati ya hii partnership mbili. Kuna kitu kinaitwa ujanja, so nilirekodi kukua na kitu ambacho wanaita kama vile ushahidi, kwa kuwa hata serikalini kama una ushahidi sifuri. So mimi na ushahidi wa kutosha, ndo mimi ukitizama mimi na ushahidi wa kutosha, ndo kwa maana ukitizama mitandaoni siongei sana, yani na kila preview ukiongelea hichi mimi navujisha hichi na kina make sense. Sasa hicho kitu nataka kutusikilizisha kinazungumzia nini haswa? Yani first thing alizungumzia kwamba mziki sisi hatuna plan ya kuchukua mziki wake international. Unanielewa? First thing aliongea kwamba sisi hatuna plan wala connection zozote zile. Na japo mwenyewe kwanza alikuwa hana roho ya kusema anahitajia mziki wake ufike international. Yeye alikuwa anajibaz na Burundi, yani yeye akili yake alikuwa wazi eti ashindishane na Davido wala ashindishane na Diamond wala ashindishane na Wizkid. Yeye alikuwa anapenda ashindishane na Fariazi, ashindishane na DJ Pro. So wewe kama huyo mtu utampeleka nje? Bado ngumu hapo. Sio kama unanielewa. Na kitu cha pili aliongelea kwamba sisi hatuna marketing plan ya kusema sisi yani hatuplani kitu chochote. Sisi South Africa tulikuwa tunajilalia zetu, yule wa Namibia alikuwa anajilalia zake. Yani sisi tu ni kupiga simu, oya pesa ziko umeingiza pesa ngapi, umeingiza pesa ngapi, unaelewa? So kuna hiyo ndio inaongelea yale yote, kwa kusema alikuwa ananifuata mimi ndo nampa plani, kwa kusema connection zote zilikuwa za kwangu mimi, ndo namwambia poa basi jinsi umefikisha hayo mambo yako, mimi acha nipigie mtu fulani simu niongee naye tufanye hichi, kwa kuwa alikuwa na connection yoyote bila mimi. So nitataka tusikilizishe kidogo tusikilizishe kidogo, kusema ni sauti yangu ni sauti yake, tusikilizishe kidogo. Endapo tukimaliza kuplay
tukimaliza kuplay audio ndo tuendelee tena na interview yetu. Sijui unasemaje mzee baba, unanipa hiyo ruhusa? Okay, nakupa ruhusa tusikize kidogo, uende audio tushapata nafasi ya kusikia sababu audio zote tushazisikia. Tusikilizishe, tukikutana nile tushasikiliza, mwananchi ataijazia hapo kwa sababu zishapatikana hizo audio sana. Tusikilizishe kifupi sana mheshimiwa. Okay mzee baba. Naendelea. Hivi sasa tena ilikuwa siku ndo nimeingia sasa hivi ndani yake. Nimeona. Unasemaje sasa project? Sasa niko uwanjani. Alafu wale naojua kulikoni. Yeah. Najua tactic za ule jamaa sasa. Alafu najua nimesalisha. Yeah. So that's what and then we have to talk because ukiangalia hapa Franganet nyingi sinajeko hapa. Na uwanja kupigania sana kwa ni huyu. Toka miaka nimefanya yote kwa kupigania hiyo. Na mwite ndo mnafanga yetu. Naona kila mtu anajifunga kwao. Mtongo anajifunga kwao. Okay. Mr. Wanda. Mr. Wanda. Hello Mr. Wanda. Yeah mzee baba. Okay. Hiyo audio tumeshapata nafasi ya kuisikiliza, hata mimi nimeshaisikiliza. Lakini kwa nini kwenye plani zenu mlikuwa mna plani kufika mbali kufikiria kumtumbua mwanamuziki mwenzenu, kufikia mwanamuziki mwenzake? Kwa nini mlikuwa mnafanya hiyo kitu mheshimiwa? Yaani kiufupi ukisikia sauti sio mimi ndo nilikuwa na. Yeye ndo alikuwa na plan, yeye ndo alikuwa anazungumza hizo plan. Yeah, mimi plani zangu mimi ni kupeleka muziki kimataifa. Kama ilikuwa na plani ya Kiburundi, kwa nini video yake sikuishutia Burundi? Yeah, kwa kusema ina plani ya kufikisha muziki mbali, ndo kwa maana muziki wangu mimi video zangu zote nazishutia nje. Kwa kusema huko nje tunaiga mambo mengi sana, tunakutana na watu wengi sana, wanatuelimisha mambo mengi sana ambayo yatakuja kuleta faida katika nchi yetu. Lakini mnadhani kama mlikuwa mnafanya jambo poa, kwa sababu Big Farious sasa akisikia hizo taarifa, unadhani kwamba kweli ataridhishwa, atafurahishwa na kitendo hicho? Kati yenu mlikuwa mkifanya conversation na huko mkimegea zaidi mheshimiwa? Yaani ndio hicho yote ambaye alikuwa anazungumzia hapo kwenye press conference hayana ukweli, na Big Fizzo akisikia hivyo anaelewa, kwa kusema anajua ni mambo ya muziki, kwa kusema muziki ni mashindishano, unashindishanaga na mtu ambaye anakuzidia. Yeye David sana kwa kukutana na yule inabidi kwanza afikie level ya Fizzo, bado anamzidi, ndo kwa maana bado anapambana na Big Fizzo. Okay, plani ambazo ulikuwa nazo za kwake za mwaka 2018 mheshimiwa, kwa sababu baada ya No Love tuliona ukimya kadhaa, zilikuwa zipi? Lakini wanaeleza kwamba kufanya collab na Medi ilikuwa ni plani yao, ilikuwepo kwa muda mrefu. Si plani yako mheshimiwa, hauma kwenye hiyo plani. Kwa nini unamziwilia kazi yake? Kwa nini unaikamata kazi yake? No, tuelewane mzee baba. Unajua kitu kinaitwa mkataba. Na nielewa. Mkataba ni kusema mna englobe kila kitu, yani mnakiweka pamoja, kwa kusema hiyo plani sio ya kwake peke yake. Kwa kusema angekuwa na hiyo plani peke yake, kipindi ametoa Feel Love angepitaga anaenda kufanya kazi na Medi. Na nielewa. Kipindi amefanya Feel Love akaenda akafanya kazi na Dully Sax. So that mean hiyo plani sio ya kwake peke yake, ni plani yetu sisi wote. Yeah. Okay. Na tukipasha kufahamu kuhusiana na swala zima la yeye kusafiri Kampala, anaeleza kwamba hakuna mkono wako, hakuna gharama yako yoyote wewe mpaka Kampala mheshimiwa. Tueleze hilo. Yaani kiufupi mzee baba akiongea hivyo atakuwa yani atakuwa amekosea zaidi, kwa kusema hiyo plan ya Kampala kwanza ilikuwa, hiyo video ilikuwa itakiwa ishutiwe Tanzania. Naelewa. Kwa kusema yeye atoke Tanzania aende kule Kampala, unajua jinsi yeye anakuaga, ni mtu ambaye anapinzana sana na wasanii wa Burundi. Kipindi aliona mziki wa Miserika umetoka, na yeye akaleta umapepe fulani, akaleta hiyo kitu kileta tamaa, kwa kusema tulikuwa tumeshamtumia na Miserika naye
Aya. Na Miserika naye namtazama. Mungu wangu we. Tazama Miserika kipindi ameachia hiyo video yake ya Monamuru imepusha kichwa sana. Pangua na kwa kusema tumeshamtumia na director wa Tanzania script kila kitu, apange kila kitu katika kwenda kushuti Tanzania. Akaona hiyo video ya Miserika akasema no mzee, inabidi turudi kwa Sasha. Sasha ni bora zaidi. Mimi nikamwambia mzee baba, kwa nini? Ndo akasema hivyo, na sisi tunapata kitu kikubwa. Yani hiyo video ya Miserika ndio ilimtoa roho. Yani kusikana na hayo ambayo anaongelea ni uongo, kwa kusema ukitizama kwenye video anaongelea kwamba Wonderboy ameweka dola yake 500 kwenye video, nipo na hiari ya kumrudishia hizo dola 500. Akisha akisema tena ana Wonderboy akutia kitu chochote kwenye hiyo video ya Kampala atakuwa hajantendea haki, kwa kusema kila kitu kimeenda kushukisha hizo hela ambazo yeye ameenda nazo, alikuwa hana hata 10 mfukoni mwake. Ndio kwa maana ulisikia nilivujisha hiyo audio ya kusema kwamba anataka hata na hela ya kununua inite, ana hela ya kununua inite hata ya msosi. Yani alirudi Burundi kipindi atoka kurekodi na media alikuwa hana hata 10. Kama ameenda Uganda ni zile hela zangu ambazo alitumia hela za show na zile hela dola zangu 500 ambazo nilikuwa nimeshampa ndo ameenda shoot video. Ndo kikubwa ambacho kiko hapo. Unajua kila mtu akikuwa kwenye mitandao anazungumza kivyake, wasanii mzee baba. Nakuelewa sana. Sasa kuhusiana na hiyo kazi ya Medi ambayo watu wengi saizi wanaiangazia, watu wengi wanaisubiria, hata mwenyewe naisubiria. Vipi mzee baba? Kuna taarifa wewe ndio umeiblock, unaishikilia, na nasikia taarifa kama producer Yogo Beat aliyeitengeneza hiyo ngoma amekataa kama mimi nimepewa dili na Wanda, yani Trust Nobody. Vipi kuhusiana na swala hilo ndugu yangu? Maana kuna taarifa za chini kwamba walimtafuta kumwomba hiyo kazi. Is true kwanza hizo taarifa? Yani mtu ambaye alimwandikia kwanza ni Pole. Pole yeye anataka ingie ku business sio ya kwake. Kwa kusema hiyo business ya muziki Pole sio ya kwake. Pole ni customer, yani ni bosi wetu, anatuletea sisi kazi. Sawa sawa. Sasa yeye mambo ya muziki sio ya kwake. Yani yeye afanye ya mind business yake. Sisi na sisi wenyewe tufanye to mind business yetu. Ni kama vile anataka kuchanga muziki na siasa. Unaelewa? So Pole kamfuata producer wangu, yule ni producer wangu, kama yule yuko tunamkataba naye, yuko under Trust Nobody, na yule Jose tunamkataba, so yule ni yuko under Trust Nobody. Pole kamfuata chini kamwambia tio mzee, unataka hiyo nyimbo yangu, akutaja hata nyimbo ya Satubia, sema ile nyimbo yangu ambayo Satubia alifanya na Medi. Kwani wewe Pole unakuwa na nyimbo ama wewe ni umetuletea kazi? So yule jamaa kanipigia simu moja kwa moja akaniambia Pole anamfuata, akamwambia potezea hata na message usimjibie. Hadi sasa hivi Pole hajajibiwa message, ameweka hivyo mtaa Moro. Sasa mheshimiwa, wewe ndio unaye ngoma mpaka saa hizi ama vipi? Na una mpango gani kwa hiyo ngoma? Ni ule mpango ambao ulitangazwa kuiachia kimya kinyemela ama vipi? Yani mzee baba, hiyo ngoma mpaka sasa ninayo, kwa kusema nilimpa sharti na hayo masharti yamemshinda. Masharti gani uliyompatia, tueleze? Unajua kuna watu ambao mkiwaona kwenye mashows, mkiona wana drive gari wanapandisha vioo ya female, mnafikiri kwamba watu wana work international. Hawaweki international, hawaweki visa, hawatumiki kibiashara. Unajua mzee baba, kumpa mtu project moja, hiyo project moja ni project ambayo itamuingizia zaidi ya milioni. Yani nitakupa mfano project ya No Love. No Love tumeingiza zaidi ya milioni 30. Ndio mliingiza? Nanielewa. Yani hizo ndo, yani tumeingiza ni pesa ambazo tunajua zimeingiza, lakini ambazo tulipata mikononi ni upepo. Nanielewa. So unajua project moja inaingiza hiyo milioni 30, na mpaka hivi bado inaingiza pesa. Ukipiga hesabu mpaka amepata show ya huko nani, ya huko ya huyo Pole ni kwa farasi. Yani tunatumikana na hiyo nyimbo ya No Love. Yani that mean project moja inaweza kaleta zaidi ya milioni 40. So kwa ufupi, mimi kwa upande wangu kwa sasa nina nyimbo kwa project yetu nzima tuna nyimbo 6. Naelewa. Yani tuna nyimbo 6 ambazo zipo under project yetu, na tuna video hiyo moja ya Karabaji. So mimi nimemwambia ndugu yangu, kwa kusema wewe sio mtu wa kusema mimi nifanye kazi na wewe, unanielewa, kwa kusema tutafikia
sehemu mbaya kwa kusema wewe Toto Town na mimi Toto Town. Ndio nikataka wewe unipande kichwani na mimi na wewe ndio hauwezi ukataka mimi nikupande kichwani. Mwisho wetu tutaishiaga kufanyana kitu kibaya. Na naelewa. So yenye kiko twende kibusiness. Hizo nyimbo 3, hizo nyimbo 6 ambazo zipo. Mimi nataka ni kitu changu ni kama nikuachie nyumba yote mimi niende nianze maisha yangu mapya. Wewe unanipa pesa ngapi? Naelewa mzee. Nakufuata sana. Kitu ambacho ameongea mimi nilipita na kutoka mara kuna video nimeachia jana nimeambia kwamba sitaki watu mimi na yeye tuongee kitu chochote wala ni kwa sababu ni kama amenidharau. Ameniambia hizo kazi zote 6 ikiwemo hiyo ya media atanipa 1 million. Hii 1 million ya dola 250 dola 300. Na tena istoshi mzee baba, piga hesabu 1 million. Kuna project ambazo kipindi huko Tanzania amefanya project 3. Na naelewa unajua producer msanii akikutana na producer anafanya nyimbo my ideas na kuja anafanya nyimbo 3. Hizo nyimbo 3 mimi ndo nazilipia, kila nyimbo nalipia 300,000. Yani hiyo ya Medi zote hakuna eti polea shaga lipia hiyo nyimbo wala nini. Mimi ndo nalipia hizo nyimbo zote. Lakini samani mheshimiwa, kwenye press conference nilimuuliza swali hilo akasema kwamba yeye aligharamia kila kitu. Yeye ndo alimlipa Yogo. Yeye ndo alimlipia safari Yogo. Alikuwa hana gari Yogo. Kumsafirisha kumtoa mahali mpaka kumleta mahali alikuwa yeye ndo aligharamia kila kitu. Mzee baba akiongea hivyo atataka njoo aibishwe kwa kusema Yogo naye pia ana simu. Hapo vipi sasa Yogo akipigwaga siku moja mnampa interview auliziwa hayo maneno akiaibishwa sonona kama anaendelea kujishushia heshima. So msanii ni lazima ukikuwa kwenye media unatizama mambo ambayo utaongea uongo uwe kama kweli. Sasa wewe unaongea na unajua umeshakuwa kwenye kitu kinaitwa challenge. Yani kila kitu kitaenda na breve kwa kusema nchi nzima inatusikiliza na nchi nzima inatufuatilia. Kwa nini uongee maneno ya uongo ambayo unajua haya maneno yana uhakika? Mzee baba, huyo Yogo tokea alianza tumika na Yogo mimi ndo nalipa kazi zote. Yani huyo Yogo mimi na yeye tuna mkataba, unanielewa? Yeye kuanzia hela za studio kumpata nyumbani kwake taxi mimi ndo nimelipa. Sasa nikikuuliza swali kama yeye ndo amelipa kila kitu, kwa nini kuna audio ambaye anakuambia hana hata hela za kula, hana hela za NT, atakuwa na hela za kumlipa Yogo? Okay. Na Yogo huyo Yogo mwenyewe producer anakata ngapi kwa kutengeneza ngoma? Yani yeye anaomba 300,000 kwa nyimbo. Yani kwa upande wangu mimi kwa kusema mimi ndo nafanya naye kazi na mkataba yani nyimbo zote ambazo tunafanya yani kuanzia Kingorongoro yani mimi na yeye tushasani mkataba na hakuna msanii wangu ambaye ataenda Tanzania afanyie nyimbo kwa mwingine, yani ni yeye tu. So mimi amenipunguziaga hadi kwa 300,000. Sasa wewe piga hesabu 300,000 ni nyimbo 3 ni 900,000. Kisha wewe kwenye project ya nyimbo 6 nimeshakuachia na video unipe 1 million. Yaani kama umenidharau mzee baba. Okay. Na sasa tumalize maana ulishatupatia mwanga ya vitu vingi sana. Tunataka kufahamu kuhusiana na hiyo kazi ya kwake yeye na Medi. Mheshimiwa, tufanye nini mambo yaende sawa? Mimi nataka mambo yaende sawa. Mimi nataka vitu viwe right mheshimiwa. Tena nakuheshimu sana unajua. Nakuheshimu sana. Na mimi nakuheshimu zaidi sana mzee baba. Okay, sasa tuongee mimi na wewe kama wanaume tumalize. Unajua mimi kitu ambacho nilimwambia ndugu yangu Kalume kwa kusema project moja ndio hiyo inaingiza milioni 40 project moja. Sasa wewe una project 6, yani wewe una zaidi ya mamilioni unayo.